Bwana Cholo, mambo vipi bwana? Bwana poa sana. Mambo yanaenda? Alhamdulillah. Bwana Simba mnashusha vyuma tu bwana. Hampoi. Nataka tuongezee nguvu timu yetu bwana. Kwa sababu unajua huu nilisha usajili imefunguliwa, kwa hiyo kwenye mapungufu tunaongezea chochote kitu pale. Kwa hiyo ni muda wetu wa kufanya, kwa sababu tuna mipango mikubwa sana na msimu ujao. Especially kwenye CAF Champions League kule. Siku tuna jambo tunataka tulifanye msimu ujao. Kuna jambo? Tunataka tulifanye msimu ujao. Jambo gani hilo bwana? Tusubiri msimu utakapofika nitakwambia lile jambo nilokuwa nataka tulifanye ndio hili. Ndio maana unaona Simba wako mawindoni kuleta vyuma kwa ajili ya kuongeza nguvu ile timu ya msimu uliopita, ili mradi tu kila atakayekutana na sisi atakutana na chuma. Yaani anayekutana na Simba safari hii amekutana na chuma. Bwana, kuna maneno mengi sana yanasemwa kuhusiana na Elie Mpanzu anawindwa na Mamelodi Sundowns. Lakini sambamba na hilo Libasege anawindwa na MC Alger kutoka kule nchini Algeria. Bwana, Simba wanaweza kukubali kuacha wachezaji hao? Yaani ni kosa ambalo Simba walishawahi kufanya. Na Waswahili wanasema kufanya kosa sio kosa bali kosa kurudia kosa. Kwa wakati huu Simba hata iweje, yaani kuna wachezaji hawawezi kuondoka Simba ili Simba iweze kushinda ubingwa msimu unaokuja au iweze kufanya vizuri msimu unaokuja. Wakitaka wasifanye vizuri msimu unaokuja, Elie Mpanzu, Chama, Aura, Libase, Sele Mwalimu, Yusuf Kagoma, yaani kuna wachezaji ni key player kwenye ile timu. Akiondoka wawili tu tuna kazi kubwa ya kufanya, kwa sababu kuwapata wengine ambao wanaweza kuja wakaingia kwenye mfumo haraka kama walivyoingia hao ni ngumu sana. Umeshanielewa? Kwa sababu sisi tulipata bahati msimu uliopita, ilisha dogo la usajili. Amekuja Libasi, Aura, amerudi Chama, amekuja Kibabage, Loemba. Umeshanielewa? Hao watu wote wamefanya vizuri. Kwa hiyo ni ngumu sana kukutana na timu inafanya hivyo. Kwa hiyo kwa pale ambapo tumeishia tunatakiwa kuongeza, sio kupunguza tena. Kama watapunguza basi nilishakwambia nyuma, Simba akifanya hivyo hawezi kushinda ubingwa zaidi ya miaka 10. Hawezi? Hawezi kushinda ubingwa, inaweza kupita hata miaka 10. Wakiwauza wachezaji wazuri. Kama unauza wachezaji wazuri na bado unataka kuwania ubingwa, huwezi. Lazima kuna wakati uwabakishe ili ushinde ubingwa. Bana, mara baada ya kutolewa ratiba ya ligi kuu ya NBC Premier League, uwanja ambao umeonekana kutumika kwenye michezo ya Simba na Yanga ni uwanja wa Uhuru. Watu wanajiuliza, uwanja wa KMC uko wazi. KMC wameshuka daraja. Manake tayari klabu moja ilibidi ibaki angalau KMC pale ili angalau iendelee kutala. Lakini uwanja wa Uhuru sasa unagombaniwa na vilabu vyote viwili. Sio Simba, sio Yanga. Kulikoni Kulwa na Doto wanapenda kufuatana? Ukitoa mambo ya nje ya uwanja, uwanja wa Uhuru sasa hivi umekarabatiwa. Nafikiri una nyasi za asili. Pia capacity yake ya kubeba mashabiki ni kubwa kuliko KMC. Umeshanielewa? Na niwakumbushe tu watu kwamba kabla ya kutumia Benjamin William Mkapa, Simba na Yanga walikuwa wanatumia uwanja wa Uhuru kama uwanja wa nyumbani. Kwamba kipindiko ndio ulikuwa uwanja wa taifa. Umeshanielewa? Na hata ulivyojengwa Benjamin Mkapa kuna wakati Simba alitumia uwanja wa Uhuru kama uwanja wa nyumbani. Umeshanielewa? Ule msimu ambao nafikiri walikuja kina Saido, walikuwa kina Saido Ndimanzoki za ule msimu ule. Akina Paulo Malijobe, tulitumia uwanja wa Uhuru kama uwanja wa nyumbani kuna wakati. Baadaye ukafungiwa tukaenda Jamhuri kama unakumbuka. Ilikuwa Morogoro kama sikosei. Tulienda Morogoro na ukafungiwa. Pale tulienda kupoteza mechi na Prison msimu ule. Ukafungiwa. Kwa hiyo ni uwanja wa nyumbani. Sasa hivi umekarabatiwa, una nyasi za asili, capacity yake ni kubwa. Kwa hiyo sisi tulienda pale kwa sababu hiyo. Na pia nafikiri ni uwanja ambao unaweza pia kutumika hata kwenye CAF Champions League msimu huu. Kwa lazima kila mtu aende kucheza pale ili kuzoea mazingira. Lakini pia hizi timu huwa zina tabia ya kuhofiana zikiwa mbalimbali. Unajua bwana, anapokuwa na Doto anakuwa kali pembeni yake. Akiwepo Doto basi kwa pembeni yake. Unajua sisi japo tumejaribu kuacha hayo mambo, tunatamani kukaa mbali na Yanga. Ndio maana unaona wao walikuwa Chamazi tukamia KMC, wakaja KMC sisi tukamia Majaliwa. Kwa hiyo Young Africans wanawafuata nyinyi. Wao wana tabia kutufuata sisi kwa sababu unajua wale hawaenjoy, yani wao hawaenjoy, yani sisi kuona tunakaza, na sisi tunafaidi. Na hizo ni tabia za Doto, yani kwamba Doto ndio waga na tabia hizo. Yani wao ni Kulwa lakini wao wana tabia za Doto na Doto wana tabia za Kulwa. Kwa sababu Kulwa anaweza kuishi tu hata mwenyewe. Lakini Doto hawezi kukaa bila kumuona Kulwa. Umeshanielewa? Lazima ndio maana unakutakia anapoenda Kulwa na Doto unamkuta. Tofauti na anapoenda Doto na Kulwa ukamkuta. Kwa hiyo Yanga wanachokifanya wao ni kwamba hawaridhiki. Wao wa KMC, Simba wa Uhuru. Ukizingatia uwanja umerekebishwa ushakuwa mzuri sasa hivi. Ile roho sasa ile wale wana roho ya choyo.
au Waswahili wanasema roho ya kwa nini. Yaani kwa nini Simba ya Uhuru afu uwanja umerekebishwa tu waanze kucheza wao. Wanataka na wao hapo hapo. Unaikumbuka kashfa iliyotokea Benjamin Mkapa wakati anarekebisha uwanja? Kuna vitu vilifukuliwa. Vile vitu hatuwezi kuvishuhudia tena katika uwanja wa Uhuru kwa sababu tayari japo waliweka siri klabu gani ambayo ilifanya ile tukio haikutajwa, ila lilitoka kemeo kwamba michezo hiyo isijirudie katika uwanja wa Uhuru. Ili jambo liweze kujirudia tena. Kwanza mimi silichukui ile moja kwa moja kwamba niseme kwamba ndo walifanya vilabu. Inawezekana pia walifanya hata wanaojenga uwanja. Si Waswahili bwana. Sisi Waswahili. Na kama Waswahili tulikuwa na kinga. Sisi tunazo kinga mpaka leo. Kinga zetu ambazo tumerithishwa na mababu zetu. Namna ya kujikinga na mambo ya giza. Sio, umenielewa? Nakuelewa bwana. Ni yaani kwamba tusifichane. Kujifanya eti sijui watu hawajui, hapana. Inawezekana hata wale ambao wanamiliki ule uwanja walifanya hayo mambo kulinda ile heshima ya ile eneo, pia kuleta mvuto. Kama una kumbukumbu nzuri, Benjamin Mkapa ilikuwa na mvuto kiasi kwamba kila shindano, kila tamasha likiandaliwa linafanyika pale. Sisi tushafanya mpaka uzinduzi wa African Super League. Amekuja Gianni Infantino hapa mechi na Simba, umeshanielewa? Arsene Wenger amekuja hapa mechi Simba na Al Ahly hiyo, umeshanielewa? Uzinduzi tumepewa sisi. Corina hajapewa Al Ahly, hajapewa Mamelodi Sundowns, na rais wa kafu ni nani? Mosepe ambaye ndio mmiliki wa nani? Wa Mamelodi Sundowns. Lakini uzinduzi tumepewa sisi. Sasa usikuta hayo mambo wazee katika kukaa mambo ya Karungu yeye wakasema bwana tunaweka mvuto hapa. Asili ya mababu sisi hatuwezi kuacha, sisi Waswahili. Ushanielewa? Kwa hiyo tukaenda moja kwa moja kwamba ikuwa Simba au Yanga au Azam au nani, itakuwa uongo. Inawezekana pia na wamiliki na wenyewe walifanya jambo lao, ndio maana waliamua kuzima tu. Sasa kwa sasa tulipoelekea timu zimesha advance, mpira umekuwa sasa hivi unaona watu wanasajili timu kama za Libya tu hapo Tripoli, unaona Benghazi, unaona Nasser na nani wanasajili wachezaji wakubwa, wachezaji ambao wanakuja kushindana Afrika. Sasa wewe ukitegemea tu ilizi umeifukia chini, unakuja kupasuka hapa kwako. Kwa hiyo kuna wakati kwanza wanatengeneza timu afa mambo mengine kama ni imani tu iwajaze moyo wale wachezaji na mashabiki, kama ilivyokuwa kwenye vitazamaji maji, kwamba lazima tupambane kwanza, lakini bwana ukipigwa risasi unasema maji, ili mada kuondoa ile hofu. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kukutana na timu ukawa unaihofia kwamba hawa national area, lakini tayari ushaambiwa sikilizeni, pale tuna kitu tumekiweka pale, wakipiga wanapiga nje, je pigeni mdiki. Unashangaa Al-Ahly pale anapoteana na kula timu matatu, watu wanaondoka, bwana kweli kile kitu kimefanya kazi, kumbe watu wamewajaza nini? Wamewapajaza ile imani kwamba muamini kwamba mambo yanawezekana. Ila lazima tuandae timu, tusajili wachezaji vizuri, wawalipe posho zao vizuri, mabonus haya yasikose, ili mali tufanyeje tuweze kushindana na kila timu. Tumaliza na mashindano ya Kagame. Mnakwenda kushiriki Kagame, lakini mna mchache sana kwenye ngao ya jamii tarehe 12 dhidi ya Young Africans, na ligi inarejea mkiwa na mechi 3 mfululizo zote ugenini. Nimeiona ratiba na Kagame Cup, nafikiri ni wakati mzuri sana wa mwalimu kwenda kuselect kikosi chake cha msimu unaoanza, kwa sababu wameongezeka wachezaji wapya. Pia baada ya kumaliza mechi ya FA ile na Azam pale Zanzibar, hawajapata tena mechi. Kwa hiyo wachezaji sasa hivi hawana match fitness kutokana na wametoka mapumzikoni, umeshanielewa? Kwa hiyo hakuna mechi nyingine yote hapo katikati isipokuwa ngao ya jamii. Kwa lazima wangepata mechi za testing. Zamani tulikuwa tunafanya pre-season kwa sababu ya muda, lakini sasa hivi muda umekuwa mdogo kutokana na ligi imechelewa kuisha, umeshanielewa? Ligi imechelewa kuisha na muda ambao ulikuwepo ni mchache sana, watu wameshindwa kufanya pre-season. Na sasa hivi ndo tunasajili. Kwa hiyo unashangaa mpaka ligi inakuja inaanza, ligi inaanza bado dirisha la usajili haijafanyaje? Halijafungwa. Umeshanielewa? Watu bado wanasajili. Kwa hiyo lazima ndo sisi mashindano kama Kagame tunayatumia kama pre-season, kwa sababu kwanza kuna timu nzuri za kushindana kule. Pia mwalimu atakuwa anafanya ile homework yake vizuri kwa sababu ya kutazama wachezaji, nani wa kuingia, nani wa kutoka. Umeshanielewa? Na pia wanarudisha ile hali yao sasa ya mchezo, tunaita ile match fitness. Ili mada hata tukiingia kwenye ngao ya jamii na msimu unavyoanza, Simba wao wako fit. Yaani wao wako fit ile physically fit, yani kama vile ndo msimu upo kati, yani au unaenda mwisho, lakini ndo tunaanza. Kwa sababu sasa wachezaji wamesharidhika, wengine sasa wametoka majumbani kwao kupumzika na familia zao, hawajafanya mazoezi binafsi, wengine wamefanya. Kwa hiyo kutokana na mazingira hayo, Kagame tunaenda kuitumia kama kuwaweka wachezaji, kurudisha kwenye hali ya wachezaji, ili mali tufanyeje tuanze msimu tukiwa tuko fiti kabisa. Kauli yako nipi sasa kwa mashabiki wa Simba kuelekea kwenye kukamilisha, naweza nikasema, sajili ambazo zinaendelea kwenye klabu ya Simba na vile vile mashabiki wa Young Africans?
kwa klabu yao Young Africans? Mimi Young Africa bwana, cha kuambia sina, kwa sababu nitawaambia nini watanielewa, na mimi Simba watakuja ndani nikisema kitu cha ukweli na mimi bwana nawazingua. Ukweli ni kwamba msimu unaanza, kila mtu ameingia sokoni, tukutane msimu unavyoanza. Lakini kwa Simba atuendelee kunywa mchuzi, nyama ziko chini, kwa sababu nimeona usajili wa msimu huu wamesajili maeneo ambayo Simba tunafanyaje, tunahitaji sana. Especially kwenye eneo la kiungo pale wa chini, kwa sababu tulikuwa tuna Yusuf Kagoma peke yake ambaye akitoka huyo tulikuwa tuna karo juu sana, lakini ameongezeka Kevin Nation pale, yuko Semfuko bwa mdogo, ambao sasa kwa wao watatu wanaweza kugana hata majukumu, nani acheze muda gani, nani acheze muda gani. Pia eneo la striking pale kwenye striker Selemani Mwalimu alikuwa mwenyewe tu msimu uliopita, kuna wakati Mwalimu anashinda alikuwa anatumia force number 9 Elimpanzu, lakini naamini msimu unaoanza Selemani Mwalimu, na kama atakuwa Dumbi amesajiliwa kweli, Ismail yule manake atakuja Ibrahim atakuja kutusaidia. Kwa hiyo dawa mtaendelea kuchimba. Naamini msimu tutawachimbia sana, kwa sababu tutapita sana pale. Ngao ya Jamii yenyewe namfunga, napita pale. Umeshanielewa? Nikija ligi msimu mimi nabeba na tarehe 10 mwezi wa 10. Kwenye dabi inakuwa mechi ya kawaida, kwa sababu mechi ya point inaweza mtu akazuia pacha. Umeshanielewa? Ila kwenye mechi ambayo lazima bingwa apatikane, Yanga mimi lazima nimfunge. Yaani itokee mechi kwamba lazima bingwa apatikane, Yanga lazima afe. Sio Yanga tu, Yanga Azam yoyote atakayekuja na Simba lazima afungwe. Bwana shukrani sana. Asante.